Leo nataka nikuambie kitu ambacho watu wengi hawakijui. Na huenda hata wewe unafanya kosa hili kila siku bila ya kujua. Fikiria hivi, unatoka na jua kali au umetoka kula chakula kizito. Halafu unachukua maji yenye barafu kali, unakunywa haraka haraka. Unajisikia vizuri sana, lakini swali ni hili. Ndani ya mwili wako, kuna nini kinaendelea muda huo? Kwa nini baadhi ya watu hupata maumivu makali ya tumbo, kikohozi, gesi au hata maumivu ya kichwa badala ya kunywa maji ya baridi? Na kwa nini katika baadhi ya nchi watu wengi hawapendi kabisa maji ya baridi? Leo utaelewa siri nzima. Na kuna sehemu ya video hii ambapo nitakuambia kundi la watu ambao wanapaswa kuwa waangalifu sana na maji ya baridi, kwa sababu yanaweza kuongeza matatizo yao bila ya wao kujua. Hivyo, usiondoke mpaka mwisho. Kama unapenda mada za afya, maisha bora na siri zinazoweza kukusaidia kuishi vizuri, bonyeza like, subscribe na watch notification bell. Sasa tuanze. Kwa nini mwili wako hupenda maji ya baridi? Kitu cha kwanza kabisa, maji ya baridi si adui. Mwili unapokuwa na joto huvutiwa na maji ya baridi. Lakini pia baada ya kutembea, kufanya kazi nzito, mazoezi mazito au kipindi cha jua kali, maji ya baridi yanaweza kukupa hisia ya kuburudika, kupunguza joto na kuondoa kiu haraka. Na ndiyo maana karibu kila mtu anayapenda. Lakini tatizo linaanza pale ambapo maji yanakuwa na barafu nyingi sana. Mtu anakunywa kwa haraka sana, anakunywa muda usio sahihi, au mwili wake unaathirika na baridi. Na hapa ndipo matatizo huanza polepole. Tatizo kubwa ni kwamba watu wengi hawaunganishi dalili wanazopata pamoja na maji wanayokunywa kila siku. Kosa la kwanza ni baada ya kula chakula. Hebu fikiria umetoka kula wali, nyama, chipsi, baga, kaanga. Alafu hapo unakunywa maji yenye barafu kali. Wataalamu wengi wa afya wanaamini kuwa hali hii inaweza kufanya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi kwa shida zaidi kwa muda mfupi. Kwa nini? Kwa sababu mwili hutumia joto kusaidia kusaga chakula tumboni. Unapoingiza baridi kali ghafla, tumbo linaweza kubadilika ghafla. Mmeng'enyo wa chakula unaanza kuwa polepole. Baadhi ya watu hupata gesi, wengi hujisikia tumbo limejaa sana. Na wengi husema, leo chakula kimenikaa vibaya. Kumbe wakati mwingine tatizo si chakula, ni maji uliyokunywa baada ya kula. Wengine hupata kiungulia, tumbo kujaa hewa, uvivu mkubwa, usingizi mzito sana baada ya kula. Jaribu siku moja, baada ya kula subiri dakika 20 mpaka 30, kunywa glasi moja ya maji. Unaweza kuona tofauti kidogo. Maji baridi na koo lako. Watu wengi wakiamka asubuhi, sauti imebadilika, koo linauma, wana kikohozi, pua zimeziba. Lakini hawajui sababu inaweza kuwa tabia ndogo wanayofanya kila usiku, kunywa maji ya barafu kabla ya kulala. Kwa baadhi ya watu, koo huwa sensitive sana kwa vitu vya baridi. Na hii inaweza kuwasha koo, kuongeza kikohozi, kufanya koo lijisikie zito, kuongeza discomfort, hasa kama una allergy, sinus na mafua ya mara kwa mara, lakini pia kama una kinga dhaifu. Ndio maana watu wengine wakiacha maji ya baridi usiku, wanaona tofauti kubwa sana ndani ya siku chache. Maumivu ya kichwa yanayoshtua. Umewahi kunywa soda ya barafu au ya baridi kali, halafu ghafla kichwa kinauma? Maumivu yale makali ya sekunde chache, hiyo huitwa brain freeze. Hutokea pale baridi kali inapogusa mishipa ya damu kwa ghafla. Dalili zake ni pamoja na kichwa kuuma ghafla, maumivu nyuma ya macho, kuhisi kama ubongo umeganda, kizunguzungu kidogo. Kwa baadhi ya watu hupita kwa haraka,
lakini kwa wenye migraine, yani kipanda uso, inaweza kuwa mbaya zaidi. Na watu wengi hawajui kabisa kuwa maji ya barafu yanaweza kuwa chanzo cha maumivu ya kichwa, tena ni makali sana. 5, hili ndilo watu wengi hawajui baada ya mazoezi. Baada ya mazoezi mwili huwa umechemka. Mapigo ya moyo yako juu sana. Mwili una joto kali. Unatokwa na jasho. Halafu watu wengi hukimbilia maji yenye barafu kali. Soda baridi sana, juisi yenye barafu nyingi. Lakini kufanya hivyo haraka sana kunaweza kuumiza tumbo, kufanya misuli ya tumbo ikaze, kuleta discomfort au kukufanya ujisikie vibaya. Ndiyo maana wataalamu wengi hupendekeza kunywa taratibu, kutumia maji yenye ubaridi wa kawaida, kuupa mwili muda wa kupoa. Kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza zaidi kuhusu afya yako, kuna kitabu maalumu kinachozungumzia magonjwa yasiyoambukizwa kama presha, kisukari, magonjwa ya moyo na namna ya kujikinga mapema. Kitabu hiki kinapatikana kwa shilingi 5,000 tu kwa nakala laini. Ukihitaji unaweza kukipata kupitia namba 0767443887. Maarifa ya afya yanaweza kubadilisha maisha yako kabla ugonjwa hawajafika mbali. Sasa tuendelee. Kundi la 3 linalopaswa kuwa makini ni watu hawa. Kuna watu ambao miili yao huathirika zaidi na vitu vya baridi. Mfano, wenye vipanda uso, wenye allergy, wenye matatizo ya koo na wenye matatizo ya tumbo. Watu hawa mara nyingi hupata kichwa kizito, pua kuziba na maumivu ya usoni, kukohoa, discomfort ya tumbo, maumivu ya tumbo. Na mara nyingi hawaelewi chanzo ni nini. Jaribu kufanya experiment ndogo, yani uchunguzi mdogo. Kwa wiki moja epuka maji ya barafu, kunywa maji ya kawaida au ya uvuguvugu. Halafu angalia, je, kichwa kinauma kidogo, kikohozi kimepungua au tumbo linajisikia vizuri? Mwili wako utakupa majibu. Siri ya maji ya uvuguvugu. Katika baadhi ya nchi duniani, watu wengi hawapendi kabisa maji ya baridi. Wanapendelea maji ya joto kidogo, chai ya uvuguvugu au maji ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini maji ya uvuguvugu husaidia mmeng'enyo, kupunguza gesi tumboni, kufanya mwili uwe relaxed, lakini pia husaidia koo na kuboresha mzunguko wa damu. Watu wengi wanaoanza kunywa maji ya uvuguvugu asubuhi huanza kuona tumbo kuwa jepesi, choo kizuri na mwili kuwa comfortable. Na ukweli ni huu, mwili wa binadamu hupenda balance kuliko extremes, yani msongo wa mawazo. Wakati ambapo upasi kunywa maji ya baridi kabisa, jaribu kuepuka maji ya barafu mara baada ya kula, kabla ya kulala, ukiwa na kikohozi, ukiwa na mafua, ukiwa na sinus na ukiwa umetoka kufanya mazoezi makali. Hii inamaanisha usinywe kabisa, bali ujue lini, kiasi gani na mwili wako utaweza kunywa. Lakini pia kuna vitu tunafanya kila siku tukizani ni kawaida, lakini vinaweza kuathiri miili yetu taratibu sana. Maji ya baridi yanaweza kuburudisha, lakini kuyatumia vibaya kunaweza kuleta matatizo kwa baadhi ya watu. Jifunze kusikiliza mwili wako. Ukiona tumbo linauma, koo linauma, kichwa kinauma, gesi zinaongezeka, baadhi ya maji ya baridi yanaweza kuwa chanzo cha tatizo lako. Usipuuze. Na sasa nataka nikuambie kwamba una maarifa ambayo ulikuwa hauna hapo kabla. Ni wakati wako kuchukua hatua sasa, kubonyeza alama ya like, subscribe na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Tunaenda kwenye